Maana baba hatachukua uovu wa mwana, wala mwana hatabeba uovu wa babaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Amina. Na mtoto mdogo atawaongoza. Mstari wa 7. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja. Ng'ombe na dubu watakuwa pamoja wanakula. Watoto wao watalala pamoja. Na simba atakula majani kama ng'ombe. Na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka. Na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu. Haleluya. Amen. Twende Naumu sura ya 3 mstari wa 5 na wa 7. Unayeandika, aliandika maandiko atakusaidia wewe na uzao wako. Naumu sura ya 3 mstari wa 5 na wa 7. Amina. Neno la Bwana linasema, tazama, mimi ni juu yako, asema Bwana wa majeshi. Ndio. Nami nitafunua marinda yako mbele ya uso wako. Somaji hapo umetupigia kidogo. Anasema leo anafungua nini? Marinda. Soma vizuri hivyo sasa. Nami nitafunua marinda yako mbele ya uso wako. Wakubwa umeelewa? Amen. Wakubwa umeelewa? Amina. Amen. Kila kitu kimeandikwa. Yes. Niangalie huku. Amina. Umeelewa? Ndio. Unasikia tu fulani kashafunguliwa malinda huko. Niangalie huku. Imeandikwa ili hapo neno limeandikwa. Ila ajabu. Unadhani na ufanya upuuzi Mungu aone? Au Mungu ajui? Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jukumu la kubadilika ni la nani? La kwangu. Endelea. Mbele ya uso wako, nami nitaonyesha mataifa uchi wako. Na falme unaona Mungu anaposema ataonyesha mataifa uchi wako. Na falme aibu yako. Nami nitatupa uchafu uchukizao juu yangu, kukufanya uwe mchafu, nami nitakufanya kwa kitu cha kutazamwa kwa dharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awasaidie watoto wetu. Amen. Nilienda kwenye kikao cha watumishi wa Mungu. Mtumishi mmoja tuje kuonana naye akasemaje? Wewe mtumishi ni uzao unaomalizika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa neno lile mimi nilielewa. Anamaanisha nini? Kuna injili ambayo mimi nakufundisha hapa. Na kuna injili ambayo naweza ili ya kupita juu juu. Sawa? Amen. Lakini kitu ninachokufundisha hapa, ninakuomba ukishike, ukitunze, ukitafakari, kitakusaidia baadaye. Amina. Utaona leo uzao wa kila Kulola, unaenda sasa umeshilizia ule uzao. Bwana Yesu asifiwe. Utaona uzao wa kila Kakobe, unakwenda huko unashilizia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ani ni uzao uliokuwa umemaanisha kweli mtu aliokoka zamani na mtu aliokoka kwa sasa hivi wapo watu tofauti kabisa. Nakumbuka ile neno mtumishi wa Mungu Nabii Godi alilisema kwamba itafika kipindi kuokoka itakuwa ni fashion. Ili upate kazi lazima upite kwanza umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili uonekane ni mstaarabu, uonekane umeokoka. Amina. Na mimi leo naliongezea neno. Kila mtu sasa ataokoka. Afu wokovu utapoteza maana. Kwa hiyo utajikuta mtu anatetea uovu. Utamkuta mtu anatetea dhambi. Utamkuta mtu anatetea mabaya kwa sababu ni jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukirudi kwenye misingi ya wokovu. Wokovu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumekuwa na wingi wa madhehebu, kumekuwa na wingi wa dini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu watu wengi hawana mababa wa kuwalea. Yes. Ni kijana kapata mwamko, naenda kufungua kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni mtu anajua kutoa mapepo, kuombea, anasema anaenda kufungua kanisa. Ndugu, kanisa sio maduka. Narudia tena. Na uitunze hii kauli. Amen. Kanisa sio maduka kwamba kila mtu anaweza kufungua. Amen. Hata duka lina utaratibu. Amen.
utafute leseni, tini namba, utafute hiyo frame, utafute material uweke mle dukani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watumishi wengi hawana mababa wa kuwalea. Na wanajiamulia tu. Akiona utasikia, makanisa hapo mengi bwana. Sio yote ya kwako, hata kama ni mengi. Na sio wote wanaweza wakakuwa.